lakini kwa ajili ya vile Yesu akizungumza hayo yote, Yesu anazungumza kuhusu kusulubiwa kwake, mwadhani ya mwisho. Lakini akasema na ndio pengine ya kwamba umekuwa ukipitia mambo magumu zaidi. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa katika ule uchungu, ni ya kwamba hauna furaha. Bwana asifiwe sana. Ni maumivu mengi na kusumbuka kwingi zaidi. Lakini ni ya kwamba na wakati ambapo unapozalisha hayo maono ama maono yako, wakati inapotimilia, kwa uhakika unakuwa na furaha ndani ya moyo wako. Mwadhani ya washo, na yale maumivu Mungu anaweza kukusaulisha. Mwadhani ya washo, gari ya watu ikawa wakoriganeria ruoria ruorio kugereire. Mwadhani ya washo, gari ya watu ikawa wakuhegekeno. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba pengine kuna mtu ambaye mmoja aliye mahali hapa siku hii leo amekuwa na maumivu. Mwadhani ya washo, ya kwamba amekuwa akipitia magumu, amekuwa akipitia mambo magumu, na ya kwamba yeye hana furaha. Bwana asifiwe sana. Ni ya kwamba nataka kukuambia ya kwamba pengine wewe ni kama yule mwanamke aliyeleba wakati kama huu. Bwana asifiwe sana. Ili ukaweze kushalisha, ukaweze kuzalisha nini? Maono makubwa. Bwana asifiwe sana. Wengi mahali hapa tuko na gifti tofauti, na hizo gifti ni gifti ambazo zitaweza kuonyeshana ukuu wa Mungu. Mwadhani ya mwisho, wengine wako na vipawa za kipekee, na ili hiyo kipawa ikaweze kuzalishwa na ikaweze kufanya mapenzi ya Mungu. Mwadhani ya mwisho, lazima ukawe na uchungu kama ule wa mwanamke ambaye aliye katika leba, lakini ni ya kwamba wakati anapopokea ule mtoto mikononi mwake anakuwa na furaha. Hata nawe siku hii ya leo nataka kukutia nguvu ya kwamba wewe unayepitia katika yale maumivu ambayo unaoyapitia, wewe unayepitia katika hayo magumu ambayo unaoyapitia, nataka kukuambia ya kwamba kwa uhakika na yeye Mungu anakuja kukupa furaha katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Pengine umekuwa ukipitia magumu katika biashara yako, nataka kuambia ya kwamba wakati unafika, Bwana asifiwe sana, wakati unafika wa kuzalisha, utazalisha biashara kubwa, utakuwa mtu mkubwa zaidi, mfanyi biashara katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ni ya kwamba siku hii ya leo ajili neno la Mungu natuonyesha ya kwamba hata wakati tunapopitia magumu yako na mwisho. Bwana asifiwe sana. Naye Mungu anatupatia furaha, Mungu anatupatia ushindi katika jina la Yesu. Ndipo Yesu anawaambia ya kwamba lakini baadaye mtaweza kufurahi zaidi. Hata pia nasi siku hii ya leo kunayo furaha ambayo Mungu ametuandalia. Kunayo furaha, kunayo ushindi katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii ya leo ni ya kwamba tutaweza kuvumilia yote. Bwana asifiwe sana. Maana hata mwanamke akiwa katika leba lazima awe na kuvumilia. Mwadhani ya mwisho, mpaka afike wakati ambapo atakapozaa yule mtoto. Bwana asifiwe sana. Na kishazaa yule mtoto anakuwa na furaha nyingi. Hata pia nasi siku hii ya leo, kila wakati tunapozalisha maono makubwa, lazima tupitie mambo magumu, lazima tupitie mambo mazito. Bwana asifiwe sana. Lakini baadaye tunakuwa na furaha, baadaye tunakuwa na ushindi, baadaye tunaimba wimbo mpya. Na kwa uhakika watu wa Mungu, mama wakati anapokuwa mahali pale leba, na ni kwa uhakika ni ya kwamba wakati ambapo tumepokea yule mtoto, mwadhani ya mwisho, ya kwamba furaha inakuwa nyingi zaidi. Ule uchungu wote unasaulika. Vile ambavyo tulikuwa na uchungu mwingi, vile ambavyo tulikuwa na maumivu, hata nawe siku hii ya leo, haijalishi yale maumivu ambayo umekuwa nayo katika maisha yako, tatini ya kwamba kuna furaha ya kipekee ambayo Mungu amekuandalia siku hii ya leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na hii maisha
maisha ni maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na ndipo neno la Mungu linasema Yakoba katika Isaya 30 mwanzoni ya mwisho, Isaya 30:19 inasema Yakoba, wewe Yerusalemu hautalia tena. Mwanzoni ya mwisho, hautalia tena. Tazama uone jinsi ambavyo nitakao kuwa na huruma. Kwa hivyo siku hii ya leo, kama vile Mungu alivyosema Yakoba, huu ni mwaka wa huruma. Na Bwana Yesu anasema Yakoba, nyinyi wanafunzi mtakuwa na huzuni, mtakuwa na kilio, lakini baadaye mtaweza kuniona na mtakuwa na furaha. Pia hiyo neno la Mungu linasema Yakoba, hiyo Isaya 30:19 mwanzoni ya mwisho, Yakoba, wewe Yerusalemu hautalia tena. Tazama uone vile nitakavyokuwa na huruma. Wacha siku hii ya leo Yakoba tukapokea hizo huruma za Mungu. Mungu akaweze kutuhurumia. Maana wakati ambapo mama ako katika leba, huwa anahitaji tu huruma za Mungu. Huruma tu za Mungu ndio huwa anahitaji ili akaweze kutokea mahali pale akiwa na ile baraka ya mtoto. Bwana asifiwe sana. Hata pia nasi siku hii ya leo tunahitaji hizo huruma za Mungu, na kwa uhakika kilio haitakuwa tena katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo ni Yakoba tukaendelee na kumwamini Mungu na tukubalie Roho wa Mungu akaweze kutuongoza, aongoze maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Hata tukiwa kazini tukubalie Roho wa Mungu atuongoze. Tukiwa kazini tukubali Roho wa Mungu akaweze kutuongoza, ili mapenzi ya Mungu yakaweze kutimilia kazini mwetu, katika ndoa zetu. Bwana asifiwe sana. Ili mapenzi ya Mungu ikaweze kutimilia katika haya maono ya St. Faustin mwanzoni ya mwisho, katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii ya leo ni Yakoba, Mungu wetu yeye anatenda makuu zaidi. Tatini Yakoba, wewe uliye katika huo uchungu. Yakoba, Yesu anasema Yakoba ni kama mwanamke aliyeshikwa na uchungu ambao ni wa kuzaa. Bwana asifiwe sana. Ni Yakoba, na tutaka kukwambia Yakoba, na hapa Yesu anaonyeshana Yakoba hata baada ya uchungu kuna matumaini. Mwanani ya mwisho kuna matumaini makubwa. Yakoba, huo uchungu utaweza kuzaulika katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo ni Yakoba, yale maisha ambayo tunaoishi ni maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na hatuwezi tukaepuka kuishi maisha ya kiroho, lakini wacheni tukaweze kukubali Roho wa Mungu akaweze kutuongoza. Bwana asifiwe sana. Na Roho wa Mungu atakapotuongoza, kwa uhakika tutaona makuu ya Mungu. Kwa uhakika tutaona miujiza, tutaona ishara na tutaona maajabu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Pia neno la Mungu linasema Yakoba katika Mathayo 17:24. Bwana asifiwe sana. Hapo ni wakati ambapo Yesu aliweza, wakati ambapo ilifika wakati wa kulipa kodi katika hekalu mwanzoni ya mwisho, na neno la Mungu linasema Yakoba na wale ambao walikuwa wanalipisha hiyo kodi wakaenda kwa Petro wakamuuliza Yakoba, mwalimu huwa analipa kodi? Naye akasema ndio. Bwana asifiwe sana. Lakini Petro hakuwa na ile pesa ya kulipa ile kodi, lakini akaenda kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Na Yesu akamwambia Yakoba, akaweza kuuliza Petro, Yakoba, ni akina nani ambao wanafaa kulipa hii kodi? Ni watoto wao ama ni watu wengine? Bwana asifiwe sana. Naye Petro akajibu Yakoba, ni watu wengine ambao wanaofaa kulipa kodi na hawakuwa na pesa. Bwana asifiwe sana. Hapa tunatazama maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Yakoba naye Yesu akamwambia Yakoba, ukaweze kuchukua hii ndoano uende baharini mwanzoni ya mwisho. Tazama uone maisha ya kiroho na tuone Yakoba vile nguvu za Mungu huwa zinafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Yesu akamwambia Petro, ukaweze kuchukua hii ndoano uende baharini, na yule
samaki ambaye utakayeshika wa kwanza, umfungue kinywa chake, utoe ile pesa. Bwana asiwe sana. Tazama uone matendo ya Mungu, ya kwamba katika hiyo bahari kulikuwa na samaki wengi zaidi, maelfu na maelfu ya samaki. Bwana asiwe sana. Lakini tazama uone ya kwamba Roho wa Mungu na nguvu za Mungu ziliweza kuleta huyo samaki. Mwangalie mwisho, mahali ambapo Petro wako, mahali ambapo Petro ameweka ile ndoano, na kwa uhakika yule samaki akashikwa na Petro, akafungua kinywa chake na akaweza kutoa pesa mahali pale. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo siku hiyo leo ni ya kwamba hata nawe ukaweze kumwamini Mungu. Mungu atakuongoza kwa wale walio na baraka zako. Bwana asiwe sana. Mungu ataweza kukuongoza kwa wale walio na baraka zako, kwa wale ambao watakaofanyika baraka juu ya maisha yako. Na hapa neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba aibu sio sehemu yetu. Bwana asiwe sana. Ya kwamba Mungu huwa anatumia njia zozote. Bwana ni mosho. Mungu anatumia njia yoyote ili watu wake wasije wakahaibika. Bwana ni mosho. Ndipo tunaona ya kwamba kupitia nguvu za Mungu yule samaki anakuwa na ile pesa, na kwa uhakika Petro akalipa kodi yake na akalipa kodi ya Yesu. Kwa hivyo siku hii ya leo ni ya kwamba hata wakati tumefika mwisho, huu ndio mwanzo mpya wa Mungu. Maana ni mwisho wa kutenda mambo mema juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri watu wa Mungu tuelewe na tufahamu ile nguvu ambayo iliyo ndani yetu. Nguvu ya Mungu ni nguvu isiyo ya kawaida. Mwanzani ya mwisho, na Yesu akaambia wanafunzi wake ya kwamba, akawaambia ya kwamba vile mumeona nikifanya, hata pia nanyi mwende mkafanye hivyo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba vile mumeona nikiponya, hata nanyi endeni mkaponye. Vile mumeona nikifufua, hata nanyi endeni mkafufue. Na tena Yesu anasema ya kwamba hata mkafanye zaidi ya hayo yote. Wacheni tukaweze kuamini Mungu ya kwamba katika hii kizazi chetu, Bwana asiwe sana, na kanisa la wakati huu, ya kwamba sisi ndio tutakaobeba hiyo nguvu ya Mungu, ya kuhirisha ukuu wa Mungu, ya kuhirisha uweza wa Mungu, na ili wengi wakaweze kujua huyu Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu wetu anaweza yote. Tazama uone ya kwamba, na ndipo neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo Joshua aliona ya kwamba vita vile imeendelea na masaa inasonga na hawajapata bado ushindi. Bwana asifiwe sana. Nalo hilo neno la Joshua, neno la Mungu linasema ya kwamba hilo neno utalipata katika Joshua 10:12. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo Joshua alitazama kaona ya kwamba masaa inaenda na bado hawajapata ushindi kwa hawa maadui zao, Biblia inasema ya kwamba Joshua akasimamisha jua. Bwana asifiwe sana. Akasema ya kwamba wewe jua ukasimame, hata pia wewe mwezi, mpaka nikaweze kupata ushindi. Hata pia nasi siku hii ya leo, huo Mungu ambaye Joshua aliweza kusimamisha jua na kuamini huyo Mungu ndiye ambaye tunayemwamini mpaka siku hii ya leo. Bwana asifiwe sana. Na kila wakati unapokuwa mtu wa kiroho, haukui tena mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Hata wakati unapoona mambo vile yanaenda, ndio yanaenda katika haya macho, lakini katika ulimwengu wa kiroho, wewe unaona ukiwa mshindi, wewe unaona ukiwa umefanikiwa. Ilikuwa siku ya Jumanne, nataka kuonyesha mambo ya kiroho na kuwa na nguvu katika ufalme wa Mungu. Mwanzani Yosho, yule mama akawa ya kwamba yeye ndiye ameajiri msichana wangu, ikawa ya kwamba anajua ya kwamba mimi ni mtumishi. Akabikwa saa 8 ya usiku, siku ya Tuesday. Mwanzani Yosho akapiga ikiwa saa 7,
akiwa amefika mwisho. Nataka kuonyesha ya kwamba mtu ambaye anaishi maisha ya kiroho na ya kwamba Mungu huwa anafanya mambo makubwa, na ukiwa katika maisha ya kiroho ya kwamba wewe huoni mambo kama watu wa kawaida. Mwadhani ya osho, hata iwe mambo yako namna gani, wewe ukiwa mtu wa kiroho huwa unaona tu ushindi. Bwana asifiwe sana. Hata mali unaona kushindwa, wengine wanaona kushindwa, wewe mtu ambaye ni wa kiroho, wewe unaona ushindi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ikawa ya kwamba ni saa 7 ya usiku, akaniambia Inaba, nimepewa na msichana wako. Na tena kuna mshirika moja hapa, Mwadhani Yomosho, alienda akazungumza na yeye, sijui yale ambao waliweza kuongea, lakini akasema ya kwamba Inaba, nimepewa na msichana wako. Nataka kukuuliza ya kwamba mchungaji, ya kwamba mtu akifika mwisho huwa anafanya nini? Maana mahali nimefika nataka kujitoa uhai. Mwadhani Yomosho, nikamwambia hautajitoa uhai. Nikampea dakika kama 30, yeye akilia kwa simu, yeye analia. Nikakubali bila kujibu neno lolote. Akalia, akaniambia yale yote ambayo ameshaifanya, na ya kwamba ile jambo ambalo lilikuwa limempata, yeye ako na gari. Ikawa ya kwamba kuna loan aliweza kuchukua na ile gari. Mwadhani Yomosho, akaingia ile gari, akachukua ile sehemu ya pesa, lakini kwa ajili ya biashara hakuweza kulipa ile loan. Akaniuliza ya kwamba mchungaji, hao watu leo wameshinda kazini, nami nimeshinda mafichoni nikiwa nimejificha, na wamepiga simu ya kwamba kesho tunakujia hiyo gari. Mwadhani Yomosho, na kama sio gari tunataka pesa. Bwana asifiwe sana. Nikawa nalia zaidi, lakini kamwambia ya kwamba nataka tusemeshane kitu moja, ya kwamba hautajitoa uhai. Lakini ananiuliza ya kwamba nitavumiliaje nikiona gari yangu ikienda. Mwadhani Yomosho, nikamwambia namba 1 ujitoe uhai, namba 2 gari yako haiendi. Nikawa ananiuliza ya kwamba Pastor, tazama saa hivi saa 7 na wanakuja asubuhi. Baadaye nikamwambia ya kwamba si unaamini Mungu, na hivyo umepiga hii simu, si ati ni mimi, ni Mungu unatafuta. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba umekuja kutafuta Mungu, na kwa maana ni Mungu unatafuta, ni ya kwamba utaweza kumuona. Bwana asifiwe sana. Ikawa yule mama ako na huzuni mwingi, mpaka akanielezea ya kwamba wote nimeshaikuwa baraka kwao, wote wameniacha, marafiki wao ambao wamezaliwa pamoja nao. Mpaka akaniambia ya kwamba mpaka wazazi wake hawataki kumsikia, na amewajengea nyumba ya kifahari. Mwadhani Yomosho, nikamwambia hayo yote umefanya vizuri. Akaniambia mambo mengi, ikawa nalia sana. Mwadhani Yomosho, tulikaa kwa simu kama lisali moja. Wakati alipomaliza akaniuliza ya kwamba sasa hapo sasa nisaidie, nitafanya nini? Mwadhani Yomosho, na ujue mtu akifika hiyo kiwango ya kujitoa uhai, baba huwa naona Mungu amenimwacha. Maana alikuwa ananiuliza ya kwamba ni kwa nini Mungu ameniacha? Kwani Mungu ameniacha kwa nini? Hata Mungu nimeona ya kwamba yeye hanipendi, na ndio maana ninaona ya kwamba alafali nijitoe uhai, sitavumilia. Nataka kuambia watu wa Mungu, na hilo jambo la kuja kuchotwa vitu halikuangi rahisi. Mwadhani Yomosho, ni jambo ambalo linakujaga na uzito mwingi. Mwadhani Yomosho, maana niliona mwanaume ambaye amejenga ghorofa na loan, nikawa hiyo loan hakuweza kulipa. Alipanda juu ya hiyo nyumba yake ya ghorofa ya 5, alijirusha mpaka chini. Hapo tu kwenye tulikuwa tunakaa Githurai, alijirusha chini, maana alikuwa mnono, alipasuka mahali pale. Mwadhani Yomosho, lakini unataka kuonyesha ya kwamba maisha ya mtu wa kiroho, hata wakati ambapo kuko kubaya, wewe unaona kukiwa kuzuri. Wakati unaona watu wanasema wamefika mwisho, naye unaona mwanzo wa jambo jipya ambalo Mungu atakalotenda kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe sana. Ikawa Yakoba, nikamaliza nami nikaingia katika neno, nikamhubiria dakika 30, na nikamwambia Yakoba, saa hii nimesikia pesa, na Mungu
amesema atakulipia hiyo loan, na nimesikia kuna pesa inakuja, lakini yeye amesimama pale tu. Wanakuja asubuhi, nikamwambia usistuke, nikaona nashindilia mahali pale, nikamwambia Yakoba, na juu sasa unaenda nyumbani. Yeye ameweka hoteli kubwa sana, ilikuwa hiyo masaa sasa anaenda nyumbani. Nikamwambia Yakoba, na juu sasa unaenda nyumbani, usijaribu kujifanya jambo lolote baya, nataka uende ulale kama mtoto. Tazama uone mambo ya imani, mwadhani ya mosho na mambo ya kiroho. Yakoba nikamwambia, Yakoba uende ulale kama mtoto, mwadhani ya mosho. Huyo mama anaitwa Wairimu. Nikamwambia, wewe Wairimu, uende ulale kama mtoto mdogo. Mungu amesema atakulipia hiyo deni, na nimesikia kuna pesa inakuja. Lakini nikimwambia yale, anarudi mahali pale tena, watu wao nini. Nikamwambia usijali, mwadhani ya mosho. Ikawa Yakoba, ndio nikimalizia ni Yakoba, nataka kuonyesha Yakoba vile maisha ya kiroho vile huwa inafanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Ikawa watu waloni wameingia hiyo asubuhi na mapema, mwadhani ya mosho. Wakati walipoingia mahali pale, sasa ati Yakoba walikuja na fujo nyingi sana. Toka na huku nje, utupatie gari ama utupatie pesa yetu. Ikawa yeye hana pesa, yeye hakustuka, mwadhani ya mosho. Maana nilimwambia ukwe upate amani na uende ulale kama mtoto, hawe usijinyonge na gari haiendi, mwadhani ya mosho. Nikamwambia wakati alipoingia, akiwaambia karibu wako na ukali mwingi. Mnaelewa watu wa roho, Yakoba hao walikuja wakiwa tayari kubeba ile gari yake, kama vile ambavyo walikuwa wameandikiana, mwadhani ya mosho. Lakini huyu tunaongea mambo ya roho, mwadhani ya mosho, kuongozwa na roho wa Mungu, mwadhani ya mosho. Huyo mama alishukua tu simu moja, ikawa kuna mtu mmoja wa familia akaniambia hata wanakuaga anakuaje na nini na hiyo mawasiliano hiyo nini, mwadhani ya mosho. Maana wale ambao wanakuaga karibu nao wote ndio alikuwa amepigia. Ikawa huyo mmoja ndio alikuwa sasa anashindwa atamwanzia wapi. Huwa hawaongei sana, huwa hawako free na yeye, lakini tazama roho wa Mungu, mwadhani ya mosho. Yeye alishika ile simu akapigia yule ambaye aliyepigia simu. Akati alipompigia akamwambia, saa hii watu waroni wamekuja na wamekujia gari yangu. Ni Yakoba matendo ya Mungu. Huyo mama, maana pale mwanzo nilimwambia Mungu anasema atakulipia hiyo loan, na nimesikia sauti ya pesa. Kuna pesa zinakuja, ende ulale kama mtoto, usitazame ni masaa mangapi yamebakia, hao watu wakuje. Tatini Yakoba, kuna pesa inakuja. Bwana asifiwe sana. Ni Yakoba wakati ya sasa akachukua hiyo simu moja, akapigia yule mmoja ambaye ni wa familia yao. Ile hata hakuongea maneno mawili, alimwambia Yakoba, ni pesa ngapi? Akaambiwa ni pesa ngapi. Yule mtu alimwambia Yakoba, sasa nitumie bibi ya hao watu. Mwadhani ya mosho, tupigie Bwana Yesu makofi. Hiyo ndio miujiza. Huyo ndiye Mungu ambaye tunayehubiri mahali hapa. Yakoba ni Mungu wa miujiza. Yakoba, wakati ambapo umefika mwisho, hapo ndipo Mungu anakuja na anatenda muujiza katika jina la Yesu. Mwadhani ya mosho, asubuhi na mapema nikaona simu yake imeingia. Akaniambia, Yakoba, mtumishi wa Mungu, mimi nimeona jambo sijawahi ona maishani mwangu. Mwadhani ya mosho, baadaye hawa watu wa roho, pesa ikaingia mara moja. Baka hata wenyewe wakashangaa, maana wamekuwa kikibishana na yeye. Mara pakini anapeleka gari pakini fulani, maana anabadilisha pakini kila mahali. Mwadhani ya mosho, ikawa Yakoba wamemwambia, tumejua kila mahali ambapo huo unapaki gari lako. Mwadhani ya mosho, nataka kuambia Yakoba, huyo mama aliweza kushangaa zaidi. Baka akasema, Yakoba, Mungu wako ndio ninayetaka. Bwana asifiwe sana. Yakoba baka kaambia hao watu, kabla ya muende, ndio mjue kuna Mungu wa miujiza. Saa hii napigia huyu mchungaji, mtumishi wa Mungu ambaye tuliomba na yeye saa 7 na saa 8 ya usiku. Mwadhani ya mosho, na Mungu akatenda muujiza. Mmekuja mkiwa umejitayarisha kubeba gari. Nataka mtoke hapa mkijua kuna Mungu wa miujiza. Mwadhani ya mosho, na baadaye
ikawa tuliongea mengi. Mwadhani Ngosho, ikawa niko nauliza ya kwamba ndio mtu afikia hiyo kiwango ya kusikia sauti ya Mungu kunaendagaje? Bwana asifiwe sana. Ndio ufike hiyo kiwango ya kwamba mimi ninalia na unaniambia ya kwamba unasikia sauti ya Mungu ikisema, Mungu nimesema atakulipia. Mwadhani Ngosho, na baadaye tukiwa katika huo usiku wa manane tukiongea na yeye, sasa kaanza kuniambia ya kwamba mahali ambapo alikuwa amengojea ile pesa, na ile pesa ambayo alikuwa amengojea, hiyo ndio ambayo alikuwa sasa anangojea ili alipe ile loan. Akaniambia hao watu wamenyamaza na hata hajui ni nini. Nikamwambia ya kwamba hivi kesho kuna message utapokea kutoka kwa hao watu. Ndio maana huyo mama aliweza kushangaa na huyu Mungu, na kwa uhakika akaniambia ya kwamba pastor, nimepokea message kutoka kwa wale watu ambao niliokuambia Mungu amelipa loan, na ishara nyingine ni ya kwamba vile uliniambia kuna message nitapokea. Mwadhani Ngosho, si mnajua mimi ni mtu wa kukomana. Mwadhani Ngosho, maana nilioke ni maisha ya kiroho. Mwadhani Ngosho, baka huyo mama ndio maana nashangaa tukiomba na yeye. Niliwaambia ya kwamba nyinyi ambao mlio na pesa ya huyu mama ya kwamba na mmenyamaza. Mwadhani Ngosho, nataka kuonyesha maisha ya kiroho. Ninaanza kuzungumza nao. Saa hii najua mumelala, lakini ninawaambia mkiamuka kesho muongeleshe huyu mama. Mwadhani Ngosho, na nikamwambia utapokea message. Na kwa hivyo siku hii ya leo ni ya kwamba wasa tutamani kuishi haya maisha ya kiroho na kujua ile nguvu na mamlaka ambayo Mungu ametupa siku hii ya leo. Mwadhani Ngosho, maana Bwana Yesu kila mahali ambapo alikuwa naenda ni ya kwamba miujiza ilikuwa inafanyika. Alikuwa naenda akitenda miujiza. Hata nasi kanisa la wakati huu na hii kizazi chetu, Bwana asifiwe sana, ni ya kwamba tukatembee na hiyo miujiza. Mwadhani Ngosho, ikawa alisema ya kwamba unaweza niombea kwa Mungu anipe tu hiyo imani kidogo. Nikamwambia sasa ikifikia hapo ya kwamba kipawa ya imani ni Mungu huwa anapeana kupitia Roho wake. Mwadhani Ngosho, hizi vipawa hata mimi mwenyewe ni huruma tu, maana hizi vipawa ni Mungu huwa anapeana. Mwadhani Ngosho, lakini akasema ya kwamba nilikuwa nasikia ya kwamba huwa tunasikia ya kwamba Mungu alikuwa anatenda miujiza. Baka kaniuliza ya kwamba pastor, nataka nikuulize, kwa hiyo hata siku hii ya leo bado kuna kuaga na miujiza? Mwadhani Ngosho, kwa kinyo mode galino aligaga shiama. Bwana asifiwe sana. Baka siku hii ya leo ni ya kwamba siku hii ya leo tukaweze kuamini Mungu na kujua siri moja, ile nguvu na mamlaka ambayo Mungu ametupa. Mwadhani Ngosho, tukijua hiyo siri hatuwezi ogopa jambo lolote. Mwadhani Ngosho, hata ikawa unahesabu masaa, wewe unaona ushindi, wewe hauoni kushindwa. Mwadhani Ngosho, wewe unaona ushindi, maana yale maisha unaoishi ni maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba tukaweze kuamini ya kwamba tutaweza kuzalisha mambo makubwa zaidi na zaidi. Mwadhani Ngosho, na yule Mungu ambaye tunayemtumikia ni Mungu wa miujiza, ni Mungu wa ishara na ni Mungu wa maajabu. Mwadhani Ngosho, na yeye anafanya mambo makubwa. Sasa tazama kama huyo mama, si alijua Mungu na njia nyingine kusa ile. Baka alikuwa ananiuliza, hata ni safari hivyo, hata ni Mungu tu nilikupigia. Sasa angalia ningejiua. Mwadhani Ngosho, nikamwambia sasa hakuna kujiua, ni kuishi na kuishi. Mwadhani Ngosho, katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii ya leo ni ya kwamba wakati tutakapoendelea na kuishi maisha ya kiroho, kwa uhakika naye Mungu atakuwa ananena nasi. Hata wakati uko katika maombi, ukiwa tunaomba, utakuwa unasikia sauti ya Mungu. Mwadhani Ngosho, maana maisha leo tunaoishi ni maisha ya kiroho ambayo Mungu anahirisha nguvu zake na uweza wake katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na hii maisha ya kiroho utasikia Roho wa Mungu akikuongoza, akikwambia fanya hivi, fanya ile. Na pia utasikia Roho wa Mungu akikuongoza, usifanye hii, usifanye ile. Mwadhani Ngosho, katika
nikimalizia kwa ajili ya wakati, mwadhani ya mosho, ikawa ya kwamba kijana mmoja ambao ni wadada yangu alikuwa ni form 3. Nataka kuonyesha kuishi maisha ya kiroho na imani, mwadhani ya mosho, na kujua ile nguvu na mamlaka ambayo Mungu ametupa, mwadhani ya mosho. Na ndipo Yesu anasema ya kwamba mimi naenda kwa Baba, nimewaachia nguvu na mamlaka. Nguvu na mamlaka, Bwana asiwe sana. Nguvu na mamlaka ni sisi tumeachiwa, ni sisi tulio nazo siku hii ya leo. Sisi kanisa ya hii kizazi tuonyeshane ukuu wa Mungu, tuonyeshane matendo makuu ya Mungu katika jina la Yesu. Ikawa huyu kijana hapo form 3, akawa wako vijana watatu. Ikawa hapo tu kwa Brot kuna duka fulani imevunjwa, vitu zote zimeenda, na ikawa ya kwamba hawa vijana kuna ile taa waliweza kuuziwa. Hawa wakisema wanasema ni kuuziwa, mwadhani ya osho. Ikawa imepatikana kwao ya kwamba wakati wa stima ilikuwa imerudi. Lakini nataka niende kwa haraka ya kwamba wakati ambapo kulikuwa kunafanywa virigisheni ya kwamba hizo vitu zinaweza patikana wapi, hiyo taa ikapatikana kwa sister yangu. Ikawa hiyo taa sasa walipatikana wakiwa vijana watatu, masaa tu ambayo walikuwa wanasoma, mwadhani ya osho. Ni ya kwamba siku hii ya leo ni ya kwamba na hao vijana wakati walipojua ya kwamba wanatafutwa, ya kwamba wakatoroka, mwadhani ya mosho. Lakini hao wengine wawili waliweza kushikwa. Ikasemekana Maina ameenda ile ng'ambo ingine. Ni ya kwamba my sister akanipigia simu, kaniambia Maina anatafutwa, na kwa maana kumekuwa na wizi. Inasemekana ni hao wameenda mikononi ya askari, ni sawa, lakini wanasema Maina ndio atakuwa funzo kwa hao wengine, kwa maana yeye ataweza kuuliwa. Nikamwambia Maina hauliwi, mwadhani ya osho. Nataka tutazame maisha ya kiroho, mwadhani ya osho, ya kwamba wewe umebeba nguvu na mamlaka za Mungu na unaishi maisha ya kiroho. Utapata watu wamefika mwisho, na kwa maana umebeba Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uweza, Mungu wa miujiza, ishara na maajabu. Kwa uhakika Mungu ataweza kuilisha nguvu zake, mwadhani ya mosho. Na ikawa ya kwamba Maina anatafutwa. Na waambia kwamba ni vizuri kusikia Mungu. Dadangu aliponiambia hayo yote, nikasema sasa haya tujui nani nasema ukweli. Nikaenda mbele za Mungu kwanza, nikaweza kutubu. Nikamwambia Baba yangu, nimekuja kwa ajili ya hao watoto. Ndio wanalia wanasema hapana sio hao, lakini sijui ukweli. Lakini nimeshukua hii nafasi kwanza kutubu hii kosa na kutubu hii dhambi kwa ajili ya hii kitendo iliyotendeka. Tatini ya kwamba kusikia Mungu ilikuwa masaa ya jioni, masaa ya 6, mwadhani ya osho, kusikia roho wa Mungu. Mimi nikikatakata sukuma tupa nikitengeneza sapa, nilisikia sauti ya Mungu ikiniambia ya kwamba vyema ulienda kwa magoti Maina saa hii aliyobwatile, mwadhani ya osho. Mara hiyo nikashanisha hizo boga, nikapiga magoti, nikaanza kuomba, nikaomba. Kumbe ile masaa Mungu aliniambia enda kwa magoti uombe huyo mtoto. Huyo mtoto wako katika hatarini. Kumbe mara hiyo watu wa Mungu tutamani huyu Mungu, na tutamani kusikia sauti, wachana yale mengine yote, takuimwa sauti ya guys, mwadhani ya mosho. Nikapiga magoti. Dadangu akaniambia ya kwamba hiyo masaa ya 6 ndio aliweza kushikwa na mob, maana wako upande wa Murang'a, sisi tuko nye tumepakanishwa na mto. Yeye alishikiwa upande wa Mukoroini, mwadhani ya mosho, naye ako ng'ambo ingine. Wakasemeshana ya kwamba huyu Maina hatumchomei hapa, tutamchomea machoni pa mama yake, mahali ambapo hiyo duka iliweza kufujwa, mwadhani ya mosho. Lakini wakati walipomweka ile tai na wakamwagilia mafuta, tunasikia bali nisikia sauti ya Mungu, wacha hiyo kazi unafanya, enda katika magoti, maana Maina ako katika hatarini. Nikaomba before walete kiberiti, mwadhani ya mosho, ikawa askari wameingia. Watu wa Mungu, tutamani kuishi maisha ya kiroho, tutamani kusikia Mungu. Kinyomo nekaidiaragia, mwadhani ya mosho, na Mungu atatunenea kupitia roho wake. Maana Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho. Bwana asifiwe sana. Na huyo roho ndiye ambaye huwa ananena nasi.
Mwadhani ya mosho akituongoza, akituelekeza. Mwadhani ya mosho Roho wa Mungu akitupa mashauri katika jina la Yesu. Ikawa Yakobo kijana ameshikwa, ameigizwa na mafuta zake za taa na nini, akaigizwa kwa gari. Lakini afurahia Mungu Yakobo. Ikafika wakati ambapo Mwadhani ya mosho kuna wakati unaweza tafuta msaada kwa watu ambao unaojua ukose, ama watu ambao ulikuwa unadhani watakusaidia wakose. Ibidi Yakobo, macho yako utatazama juu mbinguni kwenye kiti cha enzi cha rehema cha Mungu, ili akaweze kukusaidia. Mwadhani ya mosho ni Yakobo. Ikawa sasa kesi inaendelea, na kwa uhakika mwishowe Yakobo tuko na kazi moja, ni mkubwa serikalini. Mwadhani ya mosho lakini katika hiyo miaka alikuwa ni OCS pale Kasarani. Kama kuna mtu ambaye mlikuwa mnasikia Sakaria, huyo Sakaria, lakini sasa ile iko transfer sasa kwa upande wa Murang'a. Huyo ambaye mnasikia Sakaria ni kazini yangu na alikuwa ni OCS hapa Kasarani. Tukashukua ile simu, tukapigia Sakaria akasema Yakobo, hiyo kesi imefika kotini, pia kuna evidence. Akatuambia Yakobo, sasa ikifikia hapo, hata kama tunataka huwa hatusaidii. Mungepiga simu wakati ambapo iliposemekana wanatafutwa ama hizo vitu zimepatikana, nami ningepiga simu huko Kireile. Mwadhani ya mosho lakini sasa kama imefika kotini, hakuna usaidizi inaweza wasaidia. Sasa ikanyamazia hivyo na ikaenda hivyo. Mwadhani ya mosho tukasema hivyo, nami ni mtu wa imani, nikaambia Mungu Yakobo, mahali ambapo ningetoa msaada kwa huyu kazi yetu ambaye ni Sakaria, Baba nimekosa msaada, nami Baba yangu nimekuja kwako sasa. Baba nimesongea katika kiti chako cha enzi ambaye umejawa na huruma. Baba utusaidie mahali hapa. Mwadhani ya mosho nataka kuonyesha nguvu na mamlaka na maisha ya kiroho. Mwadhani ya mosho ni Yakobo. Ikawa kesi inaendelea. Ikafika wakati sasa wa hiyo kesi kuamuliwa. Mwadhani ya mosho watu wao washirosho. Ikawa sasa dada yangu analia, na hilo jambo halikuwa rahisi. Maana Mwadhani ya mosho, maana wakati aliposikia Yakobo, na ikawa Yakobo wameenda kesi katika kotini, walikuwa wanaenda pale Kangema. Ikawa siku ya kuamua hiyo kesi imefika. Dada yangu akalia, akinipigia simu akaniambia, sasa kuamua kesi leo inaamuliwa, na sasa sijui tutafanya nini. Nikamwambia, wewe unashindwa utafanya nini? Lakini nataka tu nikuambie Yakobo, wacha tuamini Mungu. Na kila mtu nikiongea naye huwa namjulisha Yakobo, yule Mungu ambaye tunayeamini ni Mungu wa miujiza, ni Mungu wa ishara, na ni Mungu wa maajabu. Hayo yote ukaweze kuyangojea, kwa maana yatatendeka katika jina la Yesu. Ikawa sasa Yakobo, dada yangu anaenda akapiga simu asubuhi na mapema sana, kaniambia sasa naelekea kotini. Nikamwambia uende kotini, lakini nakuambia Yakobo, Maina hafungui. Mwadhani ya mosho, Maina hafungui. Na hata ikawa Yakobo kaniambia kuna pesa pia, yule ambaye ni mwenye duka, ni tajiri fulani, amepeana pesa mahali pale ili hao vijana wakaweze kufungwa. Nami namwambia huyo kijana hafungui. Mwadhani ya mosho, ikawa siku ya kuamua hiyo kesi. Ikawa jaji amekaa sasa katika kiti chake ya kuamua hiyo kesi. Mwadhani ya mosho kasoma majina ya wale vijana, kaitwa Sambaro, Maina na hao wengine, wakaambiwa Yakobo wamepatwa na hatia na wamefungwa kifungo ya miaka 3.5 bila faini. Mwadhani ya mosho, na wapelekwe sero ya Gathigiriri, iko na huko kwetu. Mwadhani ya mosho Yakobo, na mimi mara hiyo ni watoto nilikuwa nafanya kazi ya deki, hata watoto walishangaa. Niliinuka mara moja, nami nikasema Yakobo, kama wale watu wako katika ufalme wa giza, wanaenda kwa mchawi, wanafanya vituko zao na zina happen, na mimi ambaye niko katika ufalme wa Mungu, Mwadhani ya mosho, hata pia nami niko na nguvu na niko na mamlaka. Yakobo, wewe jaji haunijui. Mwadhani ya mosho, wewe jaji haunijui, hata pia nami hasikujui. Tati Yakobo, hao vijana nasikia umewafunga, nami ninakuambia katika jina la Yesu hawafungi. Mwadhani ya mosho, wewe umewafunga ukiwa umekalia kiti chako za kuamua kesi, nami nimekuja na jina la Yesu
ya kwamba katika jina la Yesu hawa vijana wafungi mwadhani ya mosho, na ya kwamba ikifika huo wakati wa imani ni ya kwamba kuna nguvu ingine huwa inanishukia zaidi mwadhani ya mosho. Inakuwa ya kwamba sasa sio mimi, ni nguvu huwa inashuka mara moja. Bwana asifiwe sana. Kamwambia jaji au wafungi, kawa dada yangu amefeti, ameanguka chini. Nikamuuliza unafanya nini chini? Amuka chini mwadhani ya mosho. Nikamuelezea ya kwamba unajua wewe ni mjamzito. Sasa wewe haya mambo unafanya kwa nini? Mpaka nikamuuliza swali moja, maana nilisikia kipiga duru, Maina nemo kwa Maina ndauriwa panako uhai. Ni nini ingine? Amuka chini, maana Maina hakuna mahali anaenda. Kesi imeisha. Wajiro kesi imeamuliwa. Na koti imemaliza kesi. Na wamefungwa. Na unaniambia hawaendi. Unajua ile imani nilisimamisha ni ya kwamba hiyo gari haitavuruma. Mwadhani ya mosho. Hiyo gari nilisema ya kwamba wakiingizwa kwa hiyo gari hakuna kuvuruma, haitoki hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini hao wakishukishwa gari vurume na iende kwenye inaenda, lakini wakiingizwa haitavuruma. Nikafunga hiyo miguu mwadhani ya mosho, nikazima hiyo inchi. Bwana asifiwe sana. Shetani hata haribia maisha hawa vijana. Bwana asifiwe sana. Ikawa dada yangu hata ikawa kuna mambo iliharibika, maana alikuwa mjamzito. Hiyo mimba haikufikisha miezi 6 kutoka hapo ilienda na kukaenda hivyo. Mwadhani ya mosho. Lakini ni Yakoba huyo chaji kile aliona. Nowe owe na akai. Mwadhani ya mosho. Ni yeye tu anajua na Mungu. Mambo ya imani. Mwadhani ya mosho na kuishi maisha ya kiroho. Huyo chaji alienda kwa lori. Dada yangu hapa ananiambia, tumeambiwa tununue sijui mkate, tununue maziwa. Kuna watapata chakula imeshakuliwa ya sapa ya jioni. Nikamwambia nunua mkate, nunua maziwa. Hiyo gari haitoki hapo. Mwadhani ya nimeifunga, haitoki. Mwadhani ya mosho. Tati ni Yakoba. Huyo chaji alichomoka mara moja. Akaenda kwa hawa askari. Akawaambia Yakoba, hawa vijana watatu, huyu Samuel Maina na hao wengine wawili, usiwapeleke sero kwanza, uwarudishe Romande huko Kireaini. Mwadhani ya mosho. Situpigie Bwana Yesu makofi. Huyu Mungu wetu ni Mungu tukimenya ndo wagari, tukijijua na tujue yule Mungu ambaye tumebeba. Mwadhani ya mosho. Tabaka kuti yodoge tomaki. Bwana asiwe sana. Yaani hatuwezi ogopa, maana tunajua tuko na nguvu. Bwana asiwe sana. Ni Yakoba ikawa wamerudishwa Romande, hao wengine wamepelekwa sasa. Ikawa Yakoba siku ya kwenda tena kotini ikawa imefika. Mwadhani ya mosho. Maisha ya imani na maisha ya kiroho. Bwana asiwe sana. Ni Yakoba ikafika sasa, ikasemekana warudishwe. Wakarudishwa, kafika siku ya kurudi tena kotini. Nataka kuonyesha nguvu za Mungu. Na Yakoba wewe kujijua, wewe ni nani? Hizi nguvu ambazo Mungu anazosema, ametupea nguvu na mamlaka. Na kupitia hizo nguvu, sisi tunaona Joshua anasimamisha jua. Mwadhani ya mosho, mpaka Mungu anampatia ushindi. Hizo nguvu ambazo Mungu ametupa katika jina la Yesu. Mwadhani ya mosho. Na ndio maana sasa nasema Yakoba, ikawa asubuhi yake sasa, imefika vijana hawa warudishwe kotini. Mambo ya imani. Nikamwambia dada yangu Yakoba, sasa unaelekea kotini na hujui vile kutaenda. Ni sawa wewe hujui vile kutaenda, lakini mimi ninajua. Tati ni Yakoba, leo jioni huyo Maina atakula ugali kwako nyumbani. Mwadhani ya mosho. Maina rali ya kima kwako, leo anakula sapa nyumbani. Halali sema. Mwadhani ya mosho. Ni Yakoba mpaka nikaona kona shaka. Mara hiyo nikamuuliza Yakoba, kutoka Kangema kwenda mpaka nyumbani ni pesa ngapi? Akaniambia ni 200. Nikamwambia hiyo 200 ninakuwekea. Sio fare yako nimekuwekea. Hiyo 200 nimekuwekea. Ni ya Samuel Maina. Anatoka kotini, muingie gari muende nyumbani. Na huyo mtoto aendelee na masomo. Maajabu ya Mungu. Mwadhani ya mosho. Maajabu ya Mungu ni Yakoba. Ni Yakoba watu wa Mungu. Vile Maina walifikishwa kotini, jaji ile vile alisema Yakoba, hao vijana tumewafungulia. Vijana muende msome na msiwahi nunua vitu tena bila receipt. Mwadhani ya mosho.
kesi ikaishia hapo. Bwana asifiwe sana. Huyo Mungu ambaye tunayemwamini. Bwana asifiwe sana. Na wakati unapochukua hatua ya imani, haikuangi wewe tena. Kuna ile nguvu ambayo inakuwa ndani yako ya Mungu ambayo inaofanya kazi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo ni ya kwamba wacha tutamani kuongozwa na Mungu. Mwadhani ya mosho, tukijua ya kwamba huyu Mungu ambaye tunayemtumikia ni Mungu wa miujiza. Na ni Mungu huwa ananena. Mwadhani ya mosho, Galilia anagia. Mwadhani ya mosho, na Maria Galilia, magati kama hapo hapeni. Ndio wale tualia Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba kunazo nguvu katika kumwamini Mungu. Kunazo nguvu katika kumtegemea Mungu. Ya kwamba ile maisha ambayo tunaoishi ni maisha ya kiroho. Mwadhani ya mosho, na tujue ya kwamba sisi ambao tumeamini Mungu tumebeba nguvu na tumebeba uweza. Mwadhani ya mosho, ya kwamba unaweza patana na mtu kama ule, kwa maana wewe ni mtu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Maana hiyo uanze kuomba, usikie mbingu imefunguka na usikie Mungu vile amenena kuhusu huyo mtu ambaye anayepitia mambo magumu na kumpatia ushindi katika jina la Yesu. Mwadhani ya mosho, washa tukubalie Roho wa Mungu atuongoze. Washa tukubalie hizi nguvu za Mungu zikaweze kufanya kazi pamoja nasi. Mwadhani ya mosho, ili wale kama huyo vile anauliza ya kwamba kwani ile miujiza ambayo ilikuwaga, kwani hata siku hii leo inakuanga. Mwadhani ya mosho, yani tukaweze kurejesha. Na sisi Mungu ndiye sisi atakayetumia. Ili wale ambao wanaona ya kwamba Mungu alikuwa anatenda wakati huo ni kama hatendi siku hii leo, ni ya kwamba tukabebe hizo nguvu za Mungu, tukaonyeshane ukuu wa Mungu na tukubalie Mungu akaweze kututumia kwa njia ya kipekee. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yeye Mungu wetu ni Mungu anayeweza yote. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba tuishi maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na tujue siri moja, ile nguvu ambayo Mungu ametupa, nguvu na uweza, nguvu na mamlaka. Bwana asifiwe sana, katika jina la Yesu. Nikimalizia ni ya kwamba, na ndipo tunaona ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba, sijika tutasoma kwa ajili ya wakati, utaenda tu kusoma Wafalme wa Pili. Mwadhani ya mosho, Wafalme wa Pili hiyo 1:6. Hapa nataka kuonyesha nguvu, tukaweze kujielewa, tujue sisi ni akina nani. Tujue ya kwamba sisi ndio ambao Yesu alisema tulimewaachia nguvu na mamlaka. Nguvu na mamlaka. Bwana asifiwe sana. Nazo hizo nguvu na mamlaka zikahirishe ukuu wa Mungu, zikahirishe matendo makuu ya Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Katika Wafalme wa Pili 1:6. Mwadhani ya mosho, hapa ni wakati mmoja, hata tusomewe tu hiyo tu, sitaelezea sana kwa ajili ya wakati. Wafalme wa Pili 1:6. Wafalme wa Pili 1:6. Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi, hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Akamwambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nani akawaambia maneno hayo alikuwa mtu wa namna gani? 8. Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Eliya Mtishbi. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea, na tazama, ameketi juu ya kilima 50 wako, na moto ukashuka ukateketeza yeye na 50 wake.
ikawa tu katika hiyo kuumia, akawa watu wake amewatuma Mwathani Yogosho, na vile alivyowatuma, aliwatuma kwa miungu ya Bali ambayo inaitwa Balu Zebul. Haya tuma naye neno la Mungu tunaongea kuhusu roho Mwathani Yogosho, tunazungumza kuhusu roho. Naye Elia akiwa mahali ambapo alikuwa Mwathani Yogosho, naye roho wa Mungu akaambia Elia, shuka saa hii upatane na hao watu ambao wametumwa Mwathani Yogosho, ambao wametumwa na mfalme wa Israeli Mwathani Yogosho. Na wakati ambapo Elia alipatana nao, akawauliza ya kwamba kwani hakuna Mungu Israeli, ili muende mkaabudu miungu zingine, ama mudhie mkawaekelea Mwathani Yogosho, ama muende mkaulize miungu zingine ambazo sio miungu ya kwamba utaishi Mwathani Yogosho. Naye akasema ya kwamba kwa uhakika huyo mfalme wa Israeli kwa uhakika atakufa Mwathani Yogosho. Hapo ndipo tunaona ya kwamba naye mfalme wa Israeli wakati alipoona wale watu wamerudi haraka, akawauliza ya kwamba kwa nini mmerudi kwa haraka hivyo? Akasema ya kwamba tumekutana na mtu mmoja. Wakamwelezea vile ambavyo alikuwa amevaa mavazi yake, naye huyu mfalme wa Israeli akagundua kwa uhakika huyo ni Elia Mwathani Yogosho. Wakati alipojua ni Elia, akatuma vikosi zake askari 50 Mwathani Yogosho. Wakapata Elia mlimani, wakamwambia ya kwamba wewe Elia, ya kwamba wewe mtumishi wa Mungu Mwathani Yogosho, wewe Elia mfalme amesema ukaweze kushuka. Naye akasema ya kwamba mimi kama ni mtu wa Mungu, moto na itoke juu ikaweza kuwateketeza nyinyi wote Mwathani Yogosho. Na tunaona kikundi ya kwanza ikaweza kumalizika, kikundi ya pili pia ikamalizika. Ni ya kwamba yule Mungu ambaye aliye ndani yetu ni ya kwamba ni Mungu mwenye nguvu, na sisi ambao tunaomwamini tumebeba ukuu wa Mungu Mwathani Yogosho, ya kwamba hata ukitembea jiani ujuange wewe umebeba ukuu wa Mungu, umebeba nguvu za Mungu Mwathani Yogosho. Kila mahali ambapo unapoenda ujuange ya kwamba nguvu za Mungu ziko pamoja na wewe Mwathani Yogosho, katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba Mungu awabariki na watende mema, na tutamani roho wa Mungu akaweze kutuongoza zaidi na zaidi Mwathani Yogosho, na tukubalie hizi nguvu za Mungu zifanye kazi pamoja nasi, zitende kazi zaidi katika maisha yetu. Tukubalie nguvu za Mungu Mwathani Yogosho zikaweze kufanya makuu zaidi. Kwa hakika siku hii leo ni ya kwamba kama vile nilivyosema ya kwamba vile ambavyo mwanamke anakuwa katika leba anakuwa na uchungu, lakini baada ya kushika ule mtoto anajawa na furaha, na ule uchungu wote unasaulika katika mawazo yake. Hata pia nasi siku ya leo kuna mauchungu Mungu anatusaulisha, maana kuna baraka Mungu ametuandalia, kuna ushindi ambao Mungu ametuandalia katika jina la Yesu. Tusimame kwa miguu yetu. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba ukaweze tu kugundua na kujua hii siri, wakati ambapo Yesu anasema ya kwamba kwa maana yeye anaenda kwa Baba, anaambia wanafunzi wake ya kwamba nimewaachia nguvu na mamlaka, nimewapa nguvu na mamlaka, nimewapa nguvu na mamlaka. Hiyo nguvu na mamlaka sasa ni wewe siku hii leo. Mungu ameachilia hiyo nguvu na mamlaka katika maisha yako, kuamurisha mambo na mambo makubwa yanatendeka katika jina la Yesu. Kukubalia hiyo nguvu ya Mungu, nayo miujiza, ishara na maajabu zinatendeka katika jina la Yesu. Kila mmoja wetu tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasongea mbele zako Mungu wa Israeli. Asante Baba yetu, kwa maana sisi tumebeba ukuu wako Baba, ili tukahirishe nguvu na uweza wako Baba, ili wengi wakakuone wewe Baba, ili wengi wakakujue wewe Mungu wa Israeli. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Tunakuinua siku ya
ya leo. Asante Baba yetu kwa kutupa ibada hii nzuri Baba. Asante Baba kwa ajili ya neno lako. Asante Baba yetu, pokea sifa Baba, pokea utukufu wote Baba. Kwa hakika umetenda makuu, kwa hakika umetenda makuu, kwa hakika Mungu wetu utazidi kujihirisha juu ya maisha yetu, utazidi kujihirisha Baba, ukitutumia Baba yetu kwa njia ya kipekee Baba. Sisi kama kanisa lako Baba la hizi nyakati za mwisho Baba, tutabeba nguvu zako Baba. Kwa hakika Mungu wa Israeli, nazo nguvu zako Baba zitaonekana kwa njia kubwa, na mioyo mingi ya watu Baba itakutukuza wewe. Asante Baba yetu kwa kutupa ibada nzuri. Asante Baba yetu, Jehova tusaidie Baba, ututeithie Ngai witu kwimenya na gwikũrana Ngai hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ Baba, hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, hinya ũrĩa ũraruta wĩra thĩinĩ witũ Ngai. Kiugo gĩaku gĩkoiga atĩ naguo hinya ũcio ũraruta wĩra thĩinĩ witũ Ngai nĩ hinya ũcio wariũkirie Mwathani Jesũ kuma kaburi-inĩ kwarĩ akuo. Ũcio hinya waku Ngai nĩguo ũraruta wĩra igũrũ ritũ, nĩguo ũraruta wĩra na njĩra nene. Nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩtwakũgoca, Ngai nĩtwakwambararia. Ũthiĩ na mbere na gũtũhũthĩra Ngai, na ũrĩa Ngai witũ mũthamaki ũrĩa kwagĩrĩire Ngai. Tũtongoretwo nĩ hinya wa Roho waku mũtheru, tũtongoretwo nĩ hinya waku wa Roho mũtheru Ngai. Hinya waku thiĩ na mbere na kuonekana Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Asante Baba yetu kwa ajili ya hawa watu wako Baba waliohudhuria ibada hii ya leo Baba, hata watakaoifuatilia katika mitandaoni Baba. Bariki hao watu wako na uwatende mema Jehova. Bariki maisha yao Baba, uwafanikishe Baba yangu, uwabariki na uonekanie. Bariki jamii zao na uwalinde Baba, na ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na tunaamini. Amen. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi.